Mtazamaji wa Cleo 24 TV, hii leo tunaenda kutazama makala maalum inayozungumzia swala la uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu, licha ya kujitokeza vurugu kwa baadhi ya maeneo na kusababisha uharibifu wa mali za umma pamoja na serikali. Lakini leo hasa tutajikita wilaya ya Tarime mkoani Mara. Asubuhi na mapema watu mbalimbali wakiwemo viongozi pamoja na waliokuwa wagombea wanajitokeza mapema ili kutimiza haki yao ya kikatiba. Kwa jina naitwa Christina Joseph Wambura, mwenyekiti wa mtaa wa Bomani. Awali ya yote nashukuru katika kituo hichi watu wamejitokeza kupiga kura, wamewahi asubuhi ile saa 1, vituo vimefunguliwa, wamekuta watu wakiwa kwenye foleni, na mpaka dakika hii ninashukuru amani inaendelea kutawala na watu bado wanakuja kwa kupokezana. Kwa ujumla hali ya wilaya kwanza ni shwari, kumetulia kabisa kona zote, lakini wananchi wameanza kujitokeza kwa wingi sana kuanzia asubuhi. Wanatekeleza kao ya kimsingi, wanapiga kura na wanakwenda nyumbani. Kama mnavyoona hapa zoezi linaendelea, na mimi nimetekeleza haki yangu ya msingi. Muda si mrefu nimefanya kupiga kura ya rais, mbunge pamoja na diwani kwenye eneo langu. Lakini wananchi wote katika vituo vyote tumeona wanajitokeza kwa wingi, wanakwenda kwenye vituo kwa kufuata utaratibu ule. Wakishapiga kura wanakwenda nyumbani kwa ajili ya kusubiri matokeo, na kazi inakwenda vizuri na wananchi wanaendelea kujitokeza. Naitwa Mosi John Mseti, ni mkazi wa Kangaliani. Nimeshapiga kura kwenye kitongoji changu kwenye sehemu niliyojiandikisha. Usalama upo wa kutosha na tumepiga kura inavyotakiwa. Hamna shida yoyote ile inaendelea. Kwa jina naitwa Wambura Muhono, ni mwananchi wa Kangaliani na mimi nimepiga kura, ila kituo nilichojiandikishia kitongoji cha Birandi zoezi limeenda vizuri sana. Kwanza namshukuru Mungu kwamba nimepata fursa ya kuja kupiga kura na kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Hapa tupo kwenye kijiji cha Kangaliani, kitongoji cha Iramba, ambako ndo nilijiandikisha na nimeshapiga kura zangu 3 muhimu. Na hapa hali ni shwari na wananchi wamewahi mapema sana kuja kupiga kura. Tunashukuru sana tume ya uchaguzi kwamba imeweka vituo vingi. Kwa hiyo wananchi wale ambao bado hawajapiga kura wanasubiri kwamba foleni ipungue. Hakuna foleni kwa sababu kuna tume imejipanga, kuna vituo kama hapa na kwenye shule kuna vituo viwili, bado kuna vingine karibu kile kitongoji kuna kituo cha kupigia kura. Kwa maana yake ukifika tunapopiga kura na kuendelea majukumu yako. Licha ya kutokea kwa sintofahamu kwa baadhi ya maeneo, wilaya ya Tarime inatajwa kuwa salama kwa kiasi chake. Meja Edward Gowele ni mkuu wa wilaya ya Tarime. Fanya hivi kwa maslahi yao, kututumia sisi, kuwatumia vijana wetu, lakini vyombo hivi na naomba wana Tarime tuendelee kuviombea sana. Viliweza kulinda miundombinu ile mikubwa. Barabara zimebadilika kidogo kwa sababu kuchoma matairi, ndio maana tunalaani sana hicho kitendo. Lakini miundombinu mikubwa, uwekezaji mkubwa, hata mgodi wa Barrick North Mara huko salama. Tuliweza kuprotect vizuri sana kwa sababu intention yao nyingine ilikuwa kwenda kuathiri kule. Lakini majengo ya serikali yote yako salama. Ni machache sana ambayo yalianza kuathirika, lakini tuweza kuyaokoa. Kwa hiyo hali iko vizuri, hakuna madhara makubwa, ndio maana nimesema hakuna madhara makubwa. Elizabeth Masirori, mkazi wa Buhemba mjini, Tarime, bibi mwenye umri wa miaka 80, aliyefanya kazi na serikali enzi za baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, anajivunia kupiga kura kama Mtanzania. Kwenye kupiga kura, wacha. Mimi ndio sinajiita shabiki. Nilikuwa namuhimiza tunachelewa kwenda kupiga kura. Sasa akaniambia siku bado ni kesho. Naambia ni kesho. Nikamuita kijana wangu. Eti kura ni kesho mama. Ngoja mimi nitatangulia alafu nije niwachukue niwapeleke. Basi akatangulia kwenda kupiga kura, akaja akatuchukua. Akatupeleka mpaka kituoni. Na ukapiga? Nikapiga. Hii hapa. Mpaka sasa hivi. Safi kabisa. Nikamwambia hapa hii sitoi. Hii. Watu. Au kuogopa wanasema nakata kidole. Kaambia wakati vingi lakini iliyokuwa na alama wakuachie. Waniachie. Kumbukumbu yangu. Nilifurahi sana. Ni ndugu. Tena Nyerere ameacha nini nzuri sana. Sisi Tanzania wote ni ndugu. Nimekaa naomba Mungu
amani iwepo. Sisi wa Tanzania, nikaona kwenye TV ilionyeshwa ramani ya Afrika. Jamani, sisi Tanzania tumshukuru Mungu. Ndio. Amani tu. Lakini zile nchi nyingine vurugu. Sisi nchi yetu ilikuwa safi. Nikamwambia baba, Mungu ni mkubwa. Nikaingia kuomba maombi mafupi tu kuiombea nchi yetu. Nikasema watumishi wa aina yoyote ile, Mungu awape afya njema na mshikamano na upendo. Wanataka kuharibu amani, wanataka kuharibu, wanaandamana nini? Kama kuna kitu cha kunini, mnakaa mnaongea kinakwisha. Sasa maandamano yana faida gani kwanza? Ni kama fujo, kwa maana pale tayari wale wenye nia mbaya mnawapa kiburi zaidi kabisa. Wanaweza kufanya fujo ya aina yote. Unasikia wamepiga watu huko pu bila sababu. Inakuwa sio nzuri. Mary Jeremia ni mkazi wa Tarime ambaye anatoa ushauri kwa serikali. Nini kifanyike kuhakikisha Watanzania sasa wanaungana pamoja na kuendeleza suala la amani licha ya changamoto zilizotokea. Ninaomba kwamba serikali yetu iweze kuwa na kumuomba Mungu aipatie hekima ili waweze kujua namna ya kutoka na kuingia, kama Sulemani alivyoweza kuomba hekima, Mungu akampatia hekima. Kwa hiyo serikali yetu ikiwa na hekima itatukusanya pamoja, itatuweka pamoja, na hata mambo ya Mungu itamtanguliza Mungu. Ikimtanguliza Mungu, Mungu ndiye anashikilia utawala. Tukiacha kumtanguliza Mungu kama waongozwa, tutaingia kwenye machafuko. Lakini tutakapomtanguliza Mungu, Mungu wetu atatufunulia tupite wapi, tuingie wapi, tuongee nini, tusiongee nini. Kwa hiyo nashauri watu wote, nashauri serikali yetu kwamba imtangulize Mungu. Kwa nyakati tofauti, viongozi wa dini nao wanapaza sauti zao. Kwa majina, mimi naitwa mchungaji Thomas Rioba, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Buhemba Tarime. Lakini pia mimi ni makamu mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Kipentekosti mkoa wa Mara. Na tunapaswa kuitunza amani, na kwamba kila mmoja anapaswa kuwa barozi wa amani hii ambayo tumeipokea. Lakini pia napenda kutoa shukrani za pekee kwa ajili ya viongozi wetu wa kitaifa, mikoa, lakini hata na wilaya, kwa namna ambavyo wamekuwa ni sehemu ya kuchochea na kusababisha amani mahala. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya tendo hilo. Maana hata tunapoangalia katika Biblia, Bwana Yesu kabla hajapaa kwenda mbinguni alitoa ujumbe akasema kwamba amani yangu nawapa, na waachieni amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu unavyoweza kutoa. Hiyo ni katika Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 27. Kwa hiyo napenda kusema kwamba, ndugu Mtanzania, amani hii ambayo tunayo ni amani muhimu sana ambayo tunapaswa kuilinda na kuitunza, na Mungu atusaidie kila moja aone sababu ya kuwa barozi. Mimi nilikuwa napenda kutoa wito wangu kwa vijana wa Kitanzania kwamba vijana, msikubali kutumika, msikubali kutumiwa. Kwa sababu gani? Bado taifa linakutegemea, lakini pia hata na Mungu anakutegemea, na ndio maana Maandiko yanasema kwamba mkumbuke Muumba siku za ujana wako. Kwa majina naitwa mchungaji Petro Andrea Kasururu, ni mchungaji wa kanisa la Baptisti hapa Tarime. Kwa hiyo nini ambacho ningependa sasa kushauri kama kiongozi wa dini ni kwamba hili limeshatokea na tusitamani lijirudie tena. Lakini kitu ambacho ningeshauri sasa kama jamii wa Tanzania, turudi pamoja kama ndugu, jamaa na marafiki kama tulivyozoea kuishi. Tuanze kuishi tukitafakari kila ambacho kimepita
lakini kitusaidie nafasi pia ya kujifunza ya kwamba tusitamani kitokee tena, kwa sababu kimetuathiri sana kama raia, kimeathiri kama viongozi kisaikolojia. Pia tumetumia gharama kubwa ambayo hatukutegemea, kitu ambacho tungewekeza kwenye uchumi, lakini sisi wenyewe kwa wenyewe tumeingizana hasara kubwa. Kwa hiyo ili litupe nafasi ya kujifunza ya kwamba linapotokea jambo tunahitaji kuongea kama taifa ili tusifike tulikofika. Licha ya viongozi wa dini kupaza sauti, kundi la vijana nalo halijaachwa nyuma. Wanazungumzia adha walioipata pamoja na kuipongeza serikali kwa kurejesha amani na utulivu. Tumeona uhalisia wa uchaguzi ulivyoenda. Uchaguzi umefanyika vizuri sana, na pia tunashukuru kumpata kiongozi wetu ambaye tulikuwa tunamtumainia kwa nia. Lakini hii hali iliyojitokeza ya vijana kuleta vurugu ni hali ambayo haikupendeza, na wengine wanafanya hivyo kwa sababu tu ya kupandikiziwa lugha ambazo sizo sahihi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunashauri tu vijana waachane na hii tabia. Waachane na hii tabia kwa sababu haileti manufaa juu yao. Inaleta shida tu. Inawapotezea muda wa kufanya kazi. Tunaomba sasa viongozi wetu waendelee tu kutoa labda semina kupitia wenye vitu wa vitongoji. Kwa majina naitwa Benedicto Simfukwe. Kwa kweli kwa tukio lililotokea hili limetushangaza hata sisi wananchi, kwa sababu uchaguzi ulikuwa vizuri, lakini kuja kushangaza ghafla vijana wakaibuka mitaani kuanza kuleta fujo na nini. Sasa hii haileti taswira nzuri kwa nchi yetu, kwa sababu sisi tulishazoea amani. Mimi namuomba Mama Samia ndio jemedali wetu kwa vyombo vyote vya dola Tanzania nzima na hata na nchi zingine zinaonea mfano kwetu. Tulikuwa tunamuomba ajaribu kutoa ushauri na viongozi tulionao mikoani na mawilayani. Vijana tujaribu kuwafensi ili waelewe siasa ni nini. Mimi naona kuondoa siasa mashuleni hii ndiyo imetuletea. Lakini kipindi tunakuwa sisi tulikuwa na siasa mashuleni. Kwa hiyo tulikuwa tunaijua siasa ngali bado ni wadogo, kuanzia la kwanza siasa iko mashuleni. Mimi kwa majina naitwa Jackson Martin Chacha au kwa jina maarufu naitwa Jack Dalali hapa wilaya Tarime. Kwa kweli katika hali jinsi tulivyoiona kipindi cha kwanza baada ya kampeni, tuliamka asubuhi mapema tuingie kwenye kupiga kula, hali ilikuwa shwari, lakini kufika mida ya mchana ndiko hali ilivyobadilika. Tumekaa ndani kwa muda ambao tumepewa na maelekezo na serikali, mpaka hivi sasa tumetoka tumerejea mtaani, hali ni shwari. Tumeonekana kwamba mji wa Tarime kulingana na sifa ambazo zinatoka katika wilaya hii ni kwamba ni wilaya ambayo ina machafuko, lakini kimsingi wilaya yetu ilikuwa imetulia vizuri, usalama ulikuwa hali ya juu, hakuna mtu yeyote aliyelalamika kuchomewa nyumba wala gari kuchomwa, kila kitu kiko shwari. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuturejeshea amani ambayo tulikuwa tukizoea kwa muda mrefu. Hivi sasa tunashukuru Mungu, biashara zinaendelea kama kawaida. Jitambulisha, naitwa Eric John na paki kituo cha maegesho Samaritan mjini karibu na KKT. Sisi kwa upande wetu kama bodaboda wa Samaritan tunapenda kushukuru kwa sababu amani imerejea. Pia na wasima bodaboda wenzangu wote kwenye wilaya nzima kwamba tudumishe amani, tuwe staarabu, tufanye kazi, kwa sababu bila kazi hatuishi. Kwa majina naitwa Masuke Mzalendo na paki kituo cha maegesho Samaritan. Kwanza nashukuru kabisa kwa hii fursa iliyotokea mama kutangaza kwamba amani iwepo. Tumefurahi sana mabodaboda, hususan sisi vijana, kwa sababu bila kufanya kazi hatupati riziki. Kwa hiyo tumefurahi sana nafasi hii baada ya kutolewa na mama. Tumeshukuru sana kwa kweli. Majina yangu naitwa Jeremia Joseph Sabai. Limetuumiza sana hasa katika mambo ya kiuchumi, lakini pia hata katika usalama wetu. Unajua mwandishi, amani ndo kila kitu katika dunia hii. Amani inapokosa ina maana huduma zote pia zinakosa. Amani inapokosa usalama unakosa. Huwezi kufanya lolote kuhusiana na habari nzima ya mambo ya kiuchumi. Nikimaanisha biashara haiwezi kuendelea, hata kilimo hakiwezi kuendelea, lakini pia hata huduma muhimu mfano za matibabu na zinginezo haziwezi kuendelea, kwa sababu matokeo yake ni kwamba utaishia kukaa ndani na utashindwa kufanya vitu ambavyo viko vikikufanya uendelee katika habari nzima ya kiuchumi na familia yako. Kwa hiyo kwa ufupi ningependa kusema sisi kama jamii tunachoweza kushauri
ni kwamba tuwe ni jamii ambayo ya watu wasikivu, tunaosikiliza viongozi wanashauri nini, na namna njema ya kuweza kutokuwa kisababishi cha kuondoa amani katika nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ambayo ilisifika kwa amani na ambayo inasifika hadi sasa kwa swala zima la amani, na hivyo sisi ndio tunaopaswa kuitunza hiyo amani. Ikiwa na sisi Tanzania tutaingia huko, kwa kweli tutakuwa tunajitengenezea mazingira magumu sana, mazingira magumu ya nchi yetu ambayo tutaishi kama wakimbizi. Sasa ni shauri kwamba tunapaswa kuwa watu wa kupima mambo na kutafakari mambo kabla ya kuchukua maamuzi, kwa ajili ya manufaa ya vizazi vyetu vijavyo na kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe katika nchi yetu. Simon Odunga ni mkuu wa wilaya mstaafu, naye anatoa maoni yake juu ya viongozi waliochaguliwa, ambapo anasisitiza swala la amani. Naitwa Simon Odunga, mkuu wa wilaya ya Rorya mstaafu. Wakati wa uchaguzi nilikuwa Rorya kwenye mapumziko na zikatokea purukushani hizi ambazo wote tumezisikia nchi nzima, lakini kwa upande wa Rorya kwa kweli hakukuwa na changamoto yoyote. Lakini kelele zikitokea Tarime, Msoma na maeneo yote ya ukanda wetu yanaathiri kote. Kwa hiyo hata movement za bidhaa na shughuli za watu zilitetereka. Japokuwa watu kule kwetu walikuwa wakifanya shughuli zao na kuambiwa na vyombo vya dola kufunga saa 12, palikuwa pana sintofahamu fulani. Kwa hiyo wengi waliogopa wakajifungia nyumbani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais baada ya kushinda uchaguzi na kuapishwa, alitoa tamko. Tamko lile limepokelewa vizuri na wananchi kwamba turejee kwenye shughuli zetu, amani irudi, vyombo vya ulinzi na usalama viendelee kushirikiana na wananchi kuhakikisha amani inarejea. Kusema kweli, amani imerejea. Watu wamerudi kwenye shughuli zao, vyombo vya usafiri vimeanza kufanya kazi, vituo vya mafuta vimeendelea kufunguliwa, watu wameendelea kupata huduma, maduka mengi leo yamefunguliwa, shughuli zimerejea. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa maelekezo ambayo yamepokelewa vizuri sana na wananchi wa Tanzania. Wito wangu tu kwa Watanzania, kusema kweli, sisi ndio kimbilio. Amani tumekuwa tukihubiri muda wote na tunasema vijana wetu na ndugu zetu wa Tanzania tusijaribu kuingia kwenye vurugu, kwa sababu sumu haionjwi kwa kulamba. Na kwa kweli tumejifunza sisi wote kama Watanzania kwamba yawezekana kuna mahali ambako tukitaka tumalize changamoto zetu kwa njia ya mazungumzo, na Mheshimiwa Rais ametoa nafasi hiyo kwamba kama kuna mahali tunatofautiana basi tukae tuzungumze, na hii itaendelea kujenga taswira nzuri ya nchi yetu. Nchi yetu hii ndio kimbilio na kisiwa cha amani. Watu wanatoka kila mahali, wanapotitilafiana kule wanakuja kupumzika Tanzania kwa sababu wanakuta Tanzania tumetengeneza amani. Napongeza sana wote waliochaguliwa, napongeza sana wote waliochaguliwa kuanzia ngazi ya diwani, wabunge mpaka ngazi ya rais, na tunaamini kwamba serikali itaundwa vizuri, watu watarudi kwenye majukumu yao, na sisi kama Watanzania jukumu letu kama wananchi ni kuunga serikali yetu mkono ili waweze kutuletea maendeleo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Goeli anazungumzia hali iliyotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Na kimsingi yale siwezi kusema ni maandamano, kwa sababu hakuna hitajio walikuwa wanalihitaji ambalo tuliliona kabisa hii ni shida, wanahitaji serikali iweze kuwasaidia. Hawakuwa na kitu gani wanahitaji, kwa sababu tulitegemea kama wanaandamana watasema kuna jambo gani wanalihitaji. Lakini kikubwa alichokuwa nafanya ni kwenda kuvamia na kuharibu miundombinu. Tuna soko kubwa hapa Tarime la kisasa kabisa, walihitaji kwenda kulichoma moto. Soko ambalo lina thamani ya bilioni 9.6. Tuna kituo cha forodha pale Silali, walihitaji kwenda kuchoma moto. Kituo kikubwa cha kisasa na kina miundombinu yote. Lakini kuna majengo mbalimbali ya serikali, kuna miundombinu ya wafanyabiashara kwenye masheli, walihitaji kwenda kuchoma. Lakini shukuru vyombo vya usalama viliweza kuzuia hayo matendo yalikuwa yanaenda kufanyika. Lakini kiujumla hali ya usalama ndani ya wilaya iko vizuri. Wananchi wameshaelewa na tumeungana na wananchi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasimamia amani yetu na utulivu wetu, kwa sababu sio maendeleo ambayo tunahitaji. Tumejengewa barabara, lakini tumeona watu wanachoma zile barabara ambazo ni watu wa ndani na wa nje ambao walishirikiana wachache
kuweza kufanya lile lilikuwa limefanyika. Niwaombe wanajamii, wanaTarime na wananchi wote tuepuke sana kufundisha kwenye mitandao. Kuna watu ambao wanaweka mambo kwenye mitandao kutaka kuharibu amani yetu na utulivu wetu. Si jambo lenye afya. Lakini ambacho nimefurahi na nimefarijika sana ni kuona kwamba wananchi wengi wameunga mkono jitihada za kuhakikisha tunaimarisha amani na utulivu ndani ya wilaya. Sio wazee, sio vijana, sio watoto, kwa sababu adha iliyotokea ni kila mtu ilimgusa. Unaweza ukawa na hela lakini huna pa kwenda kununua kwa sababu amani imeharibika, uvunjifu wa amani unatokea. Kwa hiyo wote wamesikitika na hicho kitendo, na wengi nishukuru wamekemea, viongozi wetu wa dini wamekemea sana matendo ambayo yalifanyika. Kwa hiyo niendelee kulaani vile vitendo ambavyo vimefanyika, na badala yake ni waombe wanaTarime tuendelee kuungana, tuwe kitu kimoja. Amani yetu ndio maendeleo yetu. Umoja wetu na mshikamano ndio nguzo ya wanaTarime. Kwa tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kushughulika na maendeleo zaidi kuliko migogoro. Na kama kuna jambo, ofisi zetu ziko wazi. Je, mpaka sasa serikali kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ni jitihada zipi zinafanyika ili kutoa adhabu kwa wale ambao watabainika ili kuhakikisha suala la amani linaendelea hapa nchini? Wapo watu ambao tuliwakamata kwa taarifa ambazo tulizipata, lakini wengine ambao tuliwakamata kwenye tukio na tuliwahifadhi kwenye vituo vyetu vya polisi Nyamwaga, Nyamongo, lakini pia na Silali. Kwa hiyo timu ya kuhoji imeendelea kufanya kazi yake vizuri, na bahati nzuri tumeendelea kuwatambua wale wote waliohamasisha, waliofadhili na wale ambao walitekeleza yale yaliyofanyika. Kwa hiyo timu inaendelea na mahojaji na sheria itachukua mkondo wake kwa namna ambavyo wameshiriki kwenye hilo jambo ambalo lilikuwa limefanyika, na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao ili kukomesha siku nyingine isitokee mtu mwingine akajaribu kutuharibia amani yetu. Amani yetu sisi ni kipaumbele namba moja na ndio tunu ya taifa hili. Na nimeshukuru kwamba hata wazee wameliona na wameendelea kutoa hamasa. Viongozi wangu wa dini niwashukuru sana. Wamekuwa mstari wa mbele kukemea haya yanayoendelea. Wazee wetu mbalimbali wameendelea kukemea, vijana, rika zote ambazo hawakupendezewa na haya mambo kwa sababu yanarudisha nyuma uchumi wetu. Tumesimama kuzalisha kwa muda siku 4-5. Tumerudi nyuma sana. Makala hii imeandaliwa na Frankius Clofas na kusoma kwako nami Margaret Daniel. Endelea kufuatilia Cleo 24 TV popote pale ulipo.